Tunajisikia fahari kwamba mmeshiriki katika kuhitimisha zoezi la kampeni ambalo limechukua takribani siku 60 za kuomba kura kwa wananchi. Sisi kata ya Madukani tumefanya kinamna, kwa maana kwamba mbali ya mazoea ambayo tunakuwa tunawaleta watu katika sehemu moja kutusikiliza, tumejiongeza vya kutosha, tukitambua kwamba shughuli kubwa ya wananchi walio wengi hapa ni biashara. Kwa hiyo tulichokuja nacho sio kipya, lakini cha busara. Tukaona ni muda vizuri tuwafuate katika maeneo yao ambayo wanafanyia kazi, na ndio maana tumekuwa na mikutano zaidi ya 10 hapa ambayo tunaelekea katika maeneo yao. Leo hii sisi tuna furaha kubwa Chama cha Mapinduzi kwa sababu kampeni zetu tumeziendesha kwa usalama. Tumeendesha kwa usalama ikiwa ni ishara kwamba bado kuna idadi kubwa sana ya wananchi ambayo wanaheshimu, wanakubali na wanaunga mkono taratibu za kufanya uchaguzi katika nchi hii. Hii kwa wananchi kwa ujumla, sio wa Madukani peke yake, lakini jimbo la Dodoma mjini na mji mzima wa Dodoma tunashukuru sana. Katika kampeni zetu nyingi zilitawaliwa na mambo makuu mawili matatu. Moja, tulitumia wakati huo huo wa kuomba kura kwa wananchi kusikiliza hoja za kero za wananchi wetu, kwa sababu tukichaguliwa tunaenda kufanya kitu gani? Tunakwenda kufanyia kazi kero ambazo zimeafikiwa. Lakini pili, tulitumia nafasi hiyo kuwaaminisha tu kwamba tusichukulie poa kuishi katika nchi yoyote ile. Sio nchi zote zina utaratibu wa kuchagua viongozi wao. Kwa hiyo tuliwakumbusha kwa wajibu wao, lakini mbali zaidi tuliwaomba kura kwa sababu sisi tunajiamini Chama cha Mapinduzi. Mchakato wetu wa kutupata sisi umetanguliwa na michakato mingine chini ya kuchujana ndani ya Chama cha Mapinduzi, kiasi kwamba kiongozi ambaye amepewa ridhaa ya kuwa mgombea katika nafasi yote ile anabeba dhamana ya chama. Hiyo ziko kero ambazo wananchi wamezitaja. Hizi hatujipendekezi kwamba tunazitoa katika usiku mmoja. Ni maeneo yetu ya kufanyia kazi na ilani yetu inatuelekeza katika kufanya hivyo. Wananchi wengi wameitikia wakitambua kwamba ndiyo, japo kwamba kuna mapungufu, bado tumewaelimisha wananchi, bado tumewashawishi wananchi kwamba licha ya mapungufu yetu kichama, licha ya mapungufu yetu kiserikali, hatujafikia kiwango cha sisi eti mambo yetu yaamuliwe kwa maandamano, eti mapungufu yetu yarekebishwe kwa watu kuchukua mawe, kubonda mabasi yanayotuhudumia sisi wenyewe. Hatujafikia kiwango kile. Kwa hiyo kujitokeza kwa wananchi wetu, kujitokeza kwa wapiga kura wetu ni ishara tosha kwamba wanakumbuka historia, kwamba sisi historia yetu imejengwa katika maridhiano, imejengwa katika maelewano, imejengwa katika kujadiliana na kupatana katika hili. Hiki ndicho. Lakini mwisho, kuomba kura kwa wananchi wetu ni jambo moja. Wananchi kuamka wakapiga kura ni jambo lingine. Kupiga kura kwenyewe ni jambo lingine kabisa. Wengine wanaweza kuamka wasipige kura. Wito wangu ni kuwasihi wananchi wote wa vyama vyote, wa imani mbalimbali, itikadi mbalimbali, tukatimize wajibu wetu wa kikatiba, tukapige kura. Naamini nitapewa ridhaa kwa kiongozi wao, lakini ridhaa hiyo inatokana na wao kuniamini, nami nitawaamini. Kubwa zaidi, hapa sisi kata ya Madukani hatuna eneo la kujenga shule, hatuna eneo la kujenga hospitali, barabara zetu lami, tuna umeme, tuna maji. Kitu ambacho ningeweza kuahidi wananchi wangu ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika zana yake ya nishati safi. Twende kubadilisha katika maisha yetu, twende kutumia nishati safi. Tuanze na kutumia mkaa mbadala, tuanze kutumia na mkaa bei nafuu, hatimaye tutokomeze kitu kama hicho, kwa sababu kwa kufanya vile tutakuwa tumelinda afya zetu, tutakuwa tumelinda uchumi wetu, tutakuwa tumelinda mazingira yetu. Lakini zaidi ya pale, utaratibu nchi yetu ni kwamba kata zote zina utaratibu za kuhakikisha kwamba wananchi wao wanapata mikopo kwa ajili ya maendeleo, na mimi hivi nitakuwa msimamizi mkuu kuhakikisha kwamba mikopo tunakwenda kufaidi ni kwa niaba ya wananchi wetu. Tuna vikundi ambavyo tayari mikopo iko vizuri sana, miradi iko vizuri sana, lakini kiasi kwamba ni tuwatoe, tuwaongezee ufahamu, wajue namna ya kuomba, hatimaye wajue namna ya kutumia hiyo mikopo kwa ajili ya tija yao.